na hivyo wakashinda njia, wakamsubiri na bakora. Walikuja akaanza kumgomeza kwa nini umechelewa kurudi, nimerudi usiku. Aliwaambia nilikuwa nimeenda kufanya kazi na pesa hizi hapa. Walichukua pesa, lakini bado waliweza kumwadhibu, kumchapa viboko sana na kumchubua mwili. Kesho yake mpenzi wake. Karibu tena kwenye channel yetu na asante kwa kuweza kutazama video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kwa kutazama video hii, tafadhali subscribe ili uweze kuonapata notification kwa kila video tunapoposti, ili uwe wa kwanza kutazama video zetu mpya kila tunapoposti. Leo tunakwenda kukuletea simulizi ya movie ambayo inamhusu dada moja ambaye anakwenda kwa jina la Nena, ama unaweza kumuita Nana. Binti huyu alikuwa anaishi na wazazi wake wote wawili, lakini baadaye kifo kilimtenganisha na wazazi wake. Hivyo akaweza kupata hifadhi ya kuishi kwenye familia moja yenye mama na binti mmoja, familia ya kina Katrina. Familia hii ilimchukua na kuweza kumlea kama mtoto wao, lakini baadaye iliweza kumfanya kama vile mfanyakazi wao wa ndani. Shughuli zote za nyumbani kwa kina Katrina zilikuwa zinafanywa na Nena, ikiwa pamoja na kupika, usafi wa nyumba, kufua nguo na biashara ndogo ndogo ambazo mama Katrina alikuwa anaendesha, zilikuwa zikiendeshwa na Nena. Katrina alikuwa ni binti mrembo mwenye shepu, lakini pia alikuwa anapenda kuishi maisha ya starehe sana. Hakuwa anaweza kujishughulisha na shughuli yoyote nyumbani kwa ajili ya kumsaidia Nena ama kumsaidia mama yake. Yeye alikuwa ni mtu wa kujiremba na kutafuta mabwana. Hiyo ndio ilikuwa shughuli yake kubwa. Shughuli zote zilikuwa zikifanywa na Nena. Tunaanza simulizi yetu hapa tukimwona Nena akifanya biashara ya kuuza machungwa ambayo ameagizwa na mama yake na Katrina, lakini baadaye Katrina anakuja kuchukua pesa ambazo tayari Nena ameuza. Baadaye Nena anarudi nyumbani na kuulizwa pesa ambazo ameuza. Anatoa majibu kwamba ameuza shilingi 6,000 naira 6,000 ambazo ni ndogo sana. Kwa hiyo mama yake anamgombeza kwamba kwa nini ameuza ndogo, lakini anamwambia kwamba Katrina alikuja kuchukua baadhi ya pesa, na hizi pesa ambazo amechukua Katrina hakwenda kuzipeleka nyumbani, bali alienda kupeleka kwenye matumizi yake binafsi kwa ajili ya kujipodoa na kufanya starehe zake binafsi, kitu ambacho kimekwenda kumpa shida Nena kwenye familia yake. Katrina alikuwa na mpenzi wake ambaye anaitwa Chief. Huyu alikuwa na gari, alikuwa anapenda kuja kumtembelea Katrina na kuchukua hapa na pale kwenda kwa ajili ya starehe. Katrina alikuwa anapenda watu wenye pesa, wanaume wenye pesa na wenye kutumia pesa kwa ajili ya mambo ya starehe. Katrina alikuwa anaonekana ni mtu wa maana sana kwa mama yake, kwa sababu alikuwa akitoka anaenda kwa bwana zake anarudisha pesa nyumbani. Lakini Nena alikuwa nimetulia sana, kwa hiyo hakuwa anaweza kutembea na wanaume kwa ajili ya kujipatia kipato. Aliweza kufuata misingi ya nidhamu na heshima, kwa hiyo hakuweza kufanya ujinga ambao ungeweza kumpatia pesa kwa ajili ya kuleta nyumbani. Hivyo mama yake hakumpenda kwa sababu hakuwa anaingiza chochote, licha kuwa alikuwa anafanya biashara, anafanya shughuli mbalimbali za hapo nyumbani. Kila shughuli zilikuwa zinamwegemea yeye. Nena alikuwa naye na mpenzi wake anaitwa David alikuja kumtembelea Nena, lakini kwa bahati mbaya hakumkuta, na akamkuta mama yake na Katrina pamoja na Katrina. Mama yake na Katrina aliweza kumchongeshea Nena kwa David, alimjaza tabia mbaya, yani alimuumbia tabia ambazo Nena hana, tabia mbaya ambazo Nena hana, akamwambia David ili kwa lengo kwamba David aweze kumchukia Nena na aweze kumwacha, na ili aweze kumuoa mtoto wake ambaye ni Katrina. Rafiki yake Nena ambaye anaitwa Lucas ni mlinzi wa getini wa bwana Olga Joe. Huyu ni tajiri ambaye alikuwa anaishi Marekani, ameoa mwanamke ambaye ni Marekani pia. Na huyu mwanamke wa Olga alikuwa ni Mnigeria, lakini baada ya miaka 3 alihamia Marekani na kuishi maisha ya Kimarekani huko. Hivyo Olga Joe alipoenda Marekani aliweza kumuoa mke huyu ambaye anaitwa Dion. Alipofika mara ya kwanza hakuweza kufurahishwa na maisha ya Nigeria kabisa. Alimwambia mume wake, kwa sababu tumekuja kwa muda mfupi tu, basi mimi sitaweza kukaa kwa muda mrefu katika nchi hii ambayo iko obvious sana, ambayo haitamaniki kabisa. Kiufupi kabisa, Dion hakuweza kufurahishwa na maisha ya Nigeria, na sijajua kwa nini, kwa sababu amefika kwenye gari na kifupi hakuweza kupenda kabisa maisha ya Nigeria. Lakini kwa sababu Joe ni nyumbani kwake, ni nyumbani kwao, kwa hiyo yeye aliona ni kawaida kabisa, kwa sababu ni mazingira ambayo ameyazoea. Kwa hivyo huyu Dion kila kitu alikiona ni kichafu katika mazingira haya, licha ya kuwa kwa macho yako unaweza kutazama kwamba kila sehemu ni safi, lakini yeye aliona chafu na aliona kwamba kuna mende. Kwa hivyo
Oga Joe akamwagiza mfanyakazi wake ambaye ni Lucas aweze kutafuta wafanyakazi kwa ajili ya kufanya usafi ndani. Kwa kuwa Lucas ana urafiki na Nena, alikwenda kumuomba Nena aje msaidie kufanya usafi. Alimwambia bosi wangu amerudi, anatafuta mwanamke kufanya usafi katika nyumba yake, na alimwahidi kwamba anaweza kumlipa naira 20,000. Nena aliweza kufurahi sana na kukimbia kwenda kwa ajili ya kufanya ile usafi. Lakini Nena alipofika ndani alianza kufanya usafi, lakini baadaye aliona nguo zinamvutia sana, akaweza kuona zitazama. Baadaye Oga Joe akaja na kuuliza unafanya nini katika chumba changu hiki, kwa sababu hawakuwa wamewasiliana kwamba ni nani anakuja kufanya usafi. Kwa hivyo mkuta alihisi labda ni mwizi. Akamwambia unataka kuiba nguo? Hapana, mimi nimekuja kufanya usafi. Kwa hiyo fanya usafi na uondoke. Baada ya kufanya usafi, mke wa Oga ambaye ni Dion akawa anakagua makochi, anakagua meza, kila kitu naona kichafu. Lakini Oga yeye alipokuja aliona kwamba mazingira yamekuwa safi sana, na akamsifia sana Nena kwa kufanya usafi sana. Kwa baadaye akamwomba Nena aweze kupikia chakula. Lakini huyu mwanamke ambaye mke wake na Oga akamuuliza vyakula vya Kimarekani kama unajua kupika big beans. Nena akasema hajui. Unajua kupika nini? Hajui. Kwa akasema huyu mwanamke gani ambaye anataka kupikia chakula? Lakini Oga akamsihi kwamba aweze kumpikia chakula cha Nigeria. Basi Nena aliweza kupika chakula ambacho Oga alikifurahia sana, alikipenda sana, lakini mke wake ambaye ni Dion hakuweza kufurahishwa kabisa na kile chakula, na akainuka mezani pale akaondoka. Baadaye Oga aliweza kumwomba namba ya simu Nena ili baadaye anapohitaji kumpikia basi aweze kumpigia simu na kuja, lakini Nena hakuwa na simu. Kwa alimwambia kwamba hana simu. Baadaye akamwomba kesho jioni aweze kuja tena kwa ajili ya kumwandalia chakula. Basi alipoa malipo yake na kurudi nyumbani. Aliporudi nyumbani alikuta kwamba hawakupika chakula, kwa sababu walikuwa wanamtegemea sana Nena kwa ajili ya shughuli zote za nyumbani. Kwa hiyo Katrina alishindwa kupika chakula, na hivyo wakashinda njaa, wakamsubiri na bakora. Walikuja akaanza kumgomeza kwa nini nimechelewa kurudi, nimerudi usiku. Alimwambia nilikwenda kufanya kazi na pesa hizi hapa. Walichukua pesa, lakini bado waliweza kumwadhibu, kumchapa viboko sana na kumchubua mwili. Kesho yake mpenzi wake Nena alikuja ambaye ni David na kumchukua kwenda kutembea. Alimkuta kwamba ameumia sana baada ya kuwa amechapa viboko. Basi alimchukua na kumpeleka pharmacy kwa ajili ya kumpatia dawa, lakini hakumwambia ameumizwa na nini, kwa sababu mama yake alikamwambia kwamba alichelewa siku kurudi. Kwa hiyo akavamiwa na majambazi, wakaweza kumpiga viboko, kumwadhibu sana na kumchubua sana. Kwa hiyo alimpa dawa na kumrudisha. Baadaye alimwahidi kwamba siku inayokuja, siku mbili zinazokuja, yani kesho kutwa, atakuja kwa ajili ya kutangaza kumuoa. Basi Nena alifurahi sana na kurudi nyumbani kuweza kumtaarifu mama yake kwamba David anakuja kumuoa. Lakini kwa sababu mama yake na Katrina alikuwa na chuki sana na Nena, alionyesha kufurahishwa, lakini kiuhalisia hakuweza kufurahishwa na hilo jambo. Kwa hiyo walikuja kupanga njama na Katrina na Katrina kwa ajili ya kuzuia swala hilo, kwa sababu alisema hawezi kuolewa na mtu tajiri kabla binti yake hajaolewa. Kwa hiyo akafanya njama ya kuweza kumharibia. Wakamwekea dawa ya usingizi kwenye chakula na kisha kumpeleka ndani. Baadaye walimpigia simu Lucas na alipokuja nyumbani pia walimpa maji na ambayo amewekewa dawa ya usingizi. Lucas alipokunywa akasinzia. Baadaye wakampeleka ndani kwenye kitanda cha Nena. Baadaye Lucas alipoamka alikuta kwamba yupo uchi na yupo kwenye kitanda pamoja na Nena. Akarudi nyumbani na kwenda kumwambia bosi wake kwamba kimetokea hiki na kile. Taarifa ziliweza kumfikia David kwa kilichotokea. Kwa hiyo akamwacha Nena kuendelea naye tena na mahusiano. Baada ya Dion kuona Oga Joe akimsifia sana Nena kwa ajili ya mapishi mazuri, basi naye aliamua kuchukua jukumu la kuingia jikoni na kuweza kumtayarishia chakula mume wake. Lakini bahati mbaya hata kukatakata tunyanya hawezi, kukatakata kabichi hawezi. Kwa hiyo alishindwa na kuweza kurudi kwa mume wake Oga Joe aweze kumuita yule binti kwa ajili ya kwenda kumpikia chakula. Lucas alienda kumuita Nena kwa ajili ya kuja kumtayarishia chakula bosi wake. Nena alikuja na kuandaa chakula. Baadaye Oga Joe aliweza kumshirikisha mke wake Dion kwa habari za kuweza kuanzisha mradi wake wa kilimo. Dion aliweza kumlaumu sana mume wake kwa sababu walikubaliana wanakuja kutembea kwa muda mfupi kisha wanarudi zao Marekani, lakini kwa
mipango hiyo, na maana ni dhamira kubwa kwamba Oga ametarajia kuja kuishi Nigeria, na kitu ambacho hakuwa amekubaliana kabisa. Kwa hiyo Dion alimwambia mume wake yeye anataka kurudi Marekani. Alichukua mabegi yake na kuweza kuondoka kurudi Marekani. Baadaye Oga Joe aliweza kumchukua Nena na kurudi naye nyumbani kwao kwa kina Katrina kwa ajili ya kuweza kumwomba ili aweze kukaa naye nyumbani. Baadaye mama yake na Katrina aliweza kumruhusu kwa sababu alifurahishwa na mambo ambayo amemtendea. Baada ya David kuweza kumwacha Nena aliamua kwenda kukaa kwa Oga Joe, kitu ambacho kilifanya kuleta shida kwa kina Katrina, kwa sababu Katrina hata kupika alikuwa hajui, shughuli yote hawezi kufanya, kuchenja kuni hajui, biashara yote hawezi kufanya. Hivyo mama yake aliweza kuchukua jukumu la kuwa anafanya biashara na kufanya shughuli zingine zote za nyumbani. Hivyo baadaye Katrina alionyesha dalili kwamba ana ujauzito. Hivyo na mama yake kumuuliza kwamba ujauzito huo ni wa nani, lakini bahati mbaya alishindwa kutambua kwamba ujauzito ni wa nani, kwa sababu sikio alitembea na wanaume wengi sana. Alishindwa hata kujua idadi ya wanaume ambao ametembea nao, kwa hiyo akashindwa kutambua kwamba ujauzito ni wa nani. Kwa hiyo akaenda kwa chief kwa ajili ya kumwambia kwamba nina ujauzito wako, lakini baada ya kumwacha shikisharo jambo, chief alimfukuza kwenye gari lake kwamba hataki ujinga huo, kwa sababu nakufahamu tabia zako za hapa mtaani kwamba unatembea na wanaume wengi, kwa hiyo hiyo mimba sitambui. Kwa hiyo baada ya kuwa mimba ikataliwa na wanaume wote aliojaribu kuwashirikisha, Katrina aliamua kuitoa hiyo mimba. Alimeza vidonge vya kutoa mimba, lakini baadaye vimletea shida na kumfanya kupoteza fahamu. Aliwaishwa hospitalini na kuambiwa kwamba damu imepungua, kwa hiyo inahitajika kuongezewa damu, lakini bahati mbaya kwenye benki ya damu hospitali imeisha. Kwa hiyo damu hakuna, panatakiwa patikane mtu mwingine kwa ajili ya kuweza kudonate damu. Hapakuwa na mtu wa haraka kuweza kumpata kwa sababu hakuwa na fedha ya kuweza kumlipa, lakini pia aliambiwa kuna bili ambayo anatakiwa kulipia, bili ambayo ameshatumia tayari. Kwa hiyo ana deni. Lakini Dion alivyoenda Marekani, maisha yalimwia magumu sana, maisha yalimchekea, maisha yalimwendea kombo. Akaamua kurudi kwa ajili ya kumwomba msamaha Oga Joe, lakini aliporudi kufika nyumbani kwa Oga Joe alikuta kwamba Edina ambaye ndo tunamuita Nena ndio amekuwa mke wa Oga Joe na sasa tayari ana ujauzito. Edina na Oga Joe walikuwa wanaenjoy kabisa maisha, wanakula maisha vizuri, wanajilamba. Kwa hiyo Oga Joe hakuna namna yoyote zaidi ya kumfukuza Dion ili litimie lile neno la ugesusa wenzio twala. Kuweza kutazama movie hii katika ukamilifu kabisa, unaweza kusearch Edina, the hard working girl and the wicked step mom.